Dudu Baya ameamua kumuibua Diamond Platnumz na kumwaibisha baada ya kila ambacho yeye ameweza kudai kwamba jamani kama vile ameishiwa kila kitu. Yani sasa hivi amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye hana jipya la kufanya zaidi tu ni kukopi pamoja na kupesti kutoka kwa mastaa ambao wamefanikiwa. Sasa kuna hiki ambacho ameweza kukisema baada ya Diamond Platnumz kuweza kuachia track yake inayokwenda kwa jina la Happy, lakini pia kuna zile picha ambazo Diamond Platnumz ameweza kuziposti kupitia Instagram account yake ikiwa ni picha mpya kabisa. Of course ni muonekano ambao watu wengi wameonekana kujaji sana na kujiuliza, jamaa kakopi wimbo mpaka muonekano ameamua kukopi. Sasa kakopi kwa watu tofauti tofauti, ni artist tofauti tofauti, lakini hapa mimi nipo hapa kwa ajili ya kukuambia kile ambacho Dudu Baya ameweza kutusanua kuhusiana na kwamba Diamond kaishiwa, amefeli kiasi kwamba amekuwa ni mwizi sasa badala ya kuwa mbunifu, akiwa kama ni icon ya muziki wa Tanzania pamoja na East Africa kwa ujumla. Tutaanza moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho hii video kupata kufahamu ukweli wote juu ya kile ambacho Dudu Baya ameweza kutusanua na kumchamba Diamond Platnumz. Ila awali ya yote naomba nikukumbushe mdau wangu, hapa ndo mahali sahihi ambapo nitakuwa nakuletea updates zote kwa wakati sahihi. Kwa cha kufanya, tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakomeza kukitazama katika hii video. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote nakuwa nakusogezea hapa kwa wakati sahihi kabisa. So make sure umesubscribe, utakomentisha sana. Sasa kama ambavyo tumekuwa tukiona mengi yamekuwa kiibuka. Bwana, mmoja watu ambao mara nyingi wamekuwa kimwandama Diamond Platnumz ni Dudu Baya. Katika hili sio yeye tu. Kuna wengi sana ambao wamekuja kumcriticize Diamond Platnumz kwa muonekano wake mpya ambao yeye amekuja nao, lakini pia wengi wakamcriticize kwa ngoma yake ile ambayo ameweza kuitoa. Tukianza na upande wa ngoma ambapo wengi wamekuja kusema kwamba design kama mchizi kaiga kwa Pato Ranking. Of course amejaribu kama kukopi hivi kwa upande wa Pato Ranking na vitu kama hivyo. Sina doubt kwenye hilo na sina la kuongeza kwenye hilo, ila nimekuletea kutokana na maoni ya watu kwenye hiyo ngoma ya Diamond Platnumz. Ingawaje kuna wengine wanasema kwamba ngoma ni mbili tofauti, lakini ndivyo tena, no way. Lakini Dudu Baya amekuja kutusanua kuhusiana na upande wa mavazi kwenye muonekano mpya wa Diamond Platnumz kupitia picha zake Instagram pale, lakini pia kama ambavyo unaona kwenye screen yako hapo, ukimwangalia Diamond hapo kwenye upande wa kulia, alafu ukimwangalia Bruno Mars hapo upande wa kushoto, utakuja kuona kwamba it is almost everything zinaonekana similar kabisa, ni kila kitu kinaonekana kama vinafanana. Tofauti tu hapo ni kwamba huyu ni Bruno Mars, huyu ni Diamond Platnumz. Kitu ambacho kimeibua Dudu Baya anakuja kusema kwamba huyu sasa ametoka kwenye level za kuwa msanii mkubwa na amebakia tu kuwa mwizi ambaye anaangalia star gani ana mtindo fulani ambao yeye anaupenda and then anakuja anautupia, as long as anaamini wa Bongo wengi na watu wengi wa East Africa huaga hawatambui ama hawafuatilii wasanii hao, kwa hiyo anawachota akili kwa namna kama hiyo hapo. Dudu Baya akasema kwamba sasa hivi ile heshima ya Diamond kama international artist, mwanamuziki mbunifu ambaye creativity yake ni kubwa sana, analeta vitu vipya kila siku, imepotea. Sasa hivi amekuwa ni mtu fulani hivi ambaye aitwa tu mwizi kwa sababu kwanza analiaibisha taifa kwenye tasnia ya muziki kwa kuonekana kwamba star mkubwa kama huyu anakopi badala ya kuleta vitu ambavyo wengine wangekopi ili ingekuwa pride kwa Tanzania. So comment yako ni ipi kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukisema Dudu Baya? Unadhani kuna ukweli kwamba ukiangalia unaona Diamond Platnumz amekopi kwa Bruno Mars kwenye swala la outfit, jinsi alivyovaa na vitu kama hivyo, lakini pia vipi kuhusiana na swala la wimbo? Kweli amekopi kwa Pato Ranking au unadhani kwamba kuna version mbili tofauti kabisa? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates katika video zijazo.